507, wanawake wakiwa ni 22,259. Kwa hiyo hao ni kwa upande wa ndugu zetu kaskazini Pemba, na unaweza kuwa na mgawanyo wa idadi ya watu kwa majimbo yote 9 ya uchaguzi. Pale Kojani wakiwa ni 6,535, Konde wakiwa 6,250. Katika jimbo la Gando ni wapiga kura 5,203 waliojiandikisha mwaka huu. Micheweni ni 5,200. Ukielekea kwa upande wa Tumbe wapo 5,158. Kwa upande wa Wingwi wapo 4,185. Pandani wapo 3,981. Kwa upande wa Mtambwe wapo 3,169 na Wete wakisimama 3,085. Hawa kwa ujumla wao ndio wanaunda mkoa wa Kaskazini Pemba, majimbo yake 9 uchaguzi, na kwa idadi ya wagombea wote ambao wanataka nafasi katika majimbo haya 9 wapo 107. Hiyo ndio ramani ya mchoro mzima wa watu ambao wanatafuta nafasi ya kuongoza wa Tanzania kule Kaskazini Pemba. Na naona hapo takwimu safari hii Kaskazini Pemba wanawake kidogo wamekuwa ni wengi ukilinganisha na wanaume. Baada takwimu zilizopita ikiwa inaonyesha kwamba wanaume ndio wengi ukilinganisha na wanawake. Lakini hilo ni jambo moja, kama tunavyosema mtazamaji, kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la kupiga kura ni jambo moja. Sasa kutoka nyumbani na kwenda kupiga kura ni jambo lingine. Na leo ndo siku yenyewe. Unajua bwana, binadamu ameumbiwa kusahau. Anaweza kama ameshasahau, ajui kwamba leo ni tarehe 29 Oktoba. Kwa hiyo tunakujulisha mtazamaji, leo ndo 29 Oktoba. Nenda katumie haki yako ya msingi na ya kikatiba, kwa sababu hutokea kila baada ya miaka 5. Sio jambo ambalo utasema nitapiga kura mwaka ujao au mwaka unaofuata. Ni sahihi, kwa sababu hata kwa mfano wakulima wenzangu pembezoni kule, unajua watu wanaenda shambani kule. Sasa siku ya leo sio zaidi ile ya kuanza kwenda shambani. Tukianza kupiga kura, alafu nikishamaliza kupiga kura nikaenda shambani, mambo yatakuwa mazuri, kwenda vizuri zaidi. Gabriel, shikilia hapo kwenda shambani. Kwenye hiyo point ya kwenda shambani. Sawa. Mtazamaji, tunaelekea Konani Tanga kwake Betha Mwambela, nako tupate kufahamu kile ambacho kinaendelea Tanga. Betha Mwambela, karibu tujuze ya huko Tanga. Asante sana kutoka studio zetu jijini Dar es Salaam. Hapa ni Tanga. Leo niko wilaya ya Handeni, ambapo ndio nimeanza katika majimbo 12 ambayo yako kwenye mkoa huu. Basi tumeanza na jimbo la Handeni. Ikumbuke kwamba kwa nchi nzima tuna majimbo 272, lakini Tanga tunayo majimbo 12. Na hapa tunaye mgombea urais mmoja kutoka chama cha NLD, Doyo Hassan Doyo, ambaye yuko hapa amekuja kupiga kura. Kama mtazamaji anatazama sasa hivi, mvua inanyesha, lakini hii haijazuia wakazi wa Tanga, hasa Handeni hapa, kuja kupiga kura. Na mgombea naye kuja hivyo hivyo pamoja na mvua ili kutimiza ile haki ya kikatiba. Mkoa mzima wa Tanga una jumla ya wapiga kura 1,632,737 ambao watapiga kura. Na kwenye jimbo hili la Handeni vijijini ambapo Doyo anapiga kura, tunao wagombea 1,770. Kwa hiyo Betha Mwambela, pengine tujuze kwa ujumla tu hali ya wananchi wa mkoa wa Tanga katika maeneo ambayo umefanikiwa kupita, namna ambavyo wamejitokeza katika kushiriki zoezi zima la kupiga kura, kutumia haki yake ya kikatiba. Sasa umemtumia Shedafu studio. Huyu ni kutoka chama cha NLD, Doyo Hassan Doyo, ambaye ameshafika hapa ili aweze na yeye kupiga kura yake. Karibu utuambie hali ya upigaji kura, wewe umeionaje? Kwa kifupi, hali ya upigaji kura ni zoezi ambalo linaenda vizuri na watu wanajitokeza, japo kuna mvua kubwa, lakini mahudhurio ni mazuri, kwa sababu mpaka sasa hivi kitabu kimoja cha mgombea urais kimeisha na vya wabunge pia na madiwani. Kwa hiyo ni mahudhurio mazuri, na nadhani hali ya hewa ya mvua ndio imesababisha
watu kutohudhuria, lakini mahudhurio ni mazuri na maandalizi ya uchaguzi ni mazuri na unakwenda vizuri uchaguzi. Uchaguzi unakwenda vizuri. Yeah. Watu namna ambapo wamejitokeza, wewe unasemaje? Mimi nimeridhishwa kwa sababu mvua hii ni kubwa. Huwezi kulaumu kwamba watu hawajajitokeza kwa sababu ya mvua. Kwa hiyo lakini hiyo trend ambayo inakwenda sasa ni nzuri. Nafikiri kama itakatika mvua mapema watu watakuwa wengi zaidi. Labda kwa mtazamaji anayetutazama hivi sasa anatamani kufahamu hali ya usalama hapa ulipofika, umeonaje? Hali ya usalama ni nzuri tu, hakuna shida yoyote, na kimsingi mazingira ya upigaji kura ni mazingira rafiki ambayo hayana mushkili yoyote, na kwa mtazamo huu kama matokeo yatakuwa upande wangu nitashukuru, lakini matokeo yakiwa kwa mtu yeyote, kwa mgombea yoyote ambaye atapita, mimi nitakubaliana nayo kwa sababu mazingira ya upigaji kura ni mazingira rafiki ambayo yanaridhisha kwa mgombea. Wapo watu ambao bado wako nyumbani hivi sasa hawajajitokeza, labda wamedhani wanaogopa kwa sababu ya hali ya mvua ilivyo. Wewe umefika hapa, umeshuhudia na umekuta watu wengine wanapiga kura, zoezi linaendelea. Unawaambia nini ambao wako nyumbani hivi sasa? Kwanza kabisa ni waamke kwa sababu zoezi hili ni muhimu. Ni zoezi ambalo linaweka viongozi ambao watashikilia mustakabali wa taifa kwa miaka 5. Kwa hiyo ni zoezi muhimu ambalo kimsingi hata kama kuna mvua, ni kama hivi tunanyeshewa na mvua, lakini tupo kwa sababu ya umuhimu wa jambo lenyewe. Kwa hiyo naomba ambao wako nyumbani wakihofia mvua watoke wakapige kura. Mvua ni neema, isikimbiwe. Asante mtazamaji, tunakushukuru. Haya ni kwa jimbo la Handeni tu. Kumbuka tunazo taarifa nyingine kwenye majimbo 11 tutaendelea kuletea kupitia hapa hapa TBC ukweli na uhakika. Ni kukaribishe tena maeneo mengine na niwapishe wenzangu kwa sababu ni Watanzania wote leo wanashiriki kwenye hili zoezi. Kwenu studio. Asante sana Betha Mwambera kutoka huko Handeni ambapo tumemshuhudia mbashara kabisa, huyu akiwa ni mgombea wa kiti cha urais kupitia NLD Doyo Hassan Doyo, ambaye naye ametumia haki yake ya kikatiba ya kupiga kura na amefurahishwa na mwamko wa wananchi wa Tanga, japokuwa kwamba kuna mvua kubwa. Naye mwenyewe amekiri kwamba hali ile ya mvua ndio pengine ambayo imewachelewesha watu kutoka majumbani kwenda kupiga kura, lakini amefurahishwa. Anasema kitabu cha kupigia kura cha urais kimoja tayari kimeshajaa. Kwa hiyo pamoja na kwamba hali ya mvua ni kubwa, lakini wananchi pia wamejitahidi kujitokeza kwa namna hiyo hiyo kuhakikisha kwamba wanatumia haki yao ya msingi na ya kikatiba, na tunataraji kwamba mvua itakapopungua basi mwitikio utakuwa ni mkubwa zaidi katika eneo hilo la Handeni. Esero Mafuru, naona utakuwa huko bado Tanga hapo. Tuko Tanga. Nimependa hiyo ya Betha Mwambera, na maana halisi ya kitu tulichokisema kwamba hatuachi kitu imedhihirika Tanga, kwamba iwe mvua iwe jua, kazi yetu ni kuhakikisha kwamba nakufikia, na watoto wanaojitoa kama kina Betha hivyo, mvua inanyesha lakini wamo kuhakikisha kwamba unapata kila taarifa. Alikuwa Handeni pale kwa wilaya ya Handeni, ambayo kwa jimbo la Handeni hapa hiyo ina majimbo mawili. Kwa Handeni na wapiga kura 220,033 na wanaume wakiwa ni 10,112,178, wanawake wakiwa ni 107,885. Kwa namna hiyo sasa tunasema mgawanyo wa kijinsia kwa wanawake ni 49.0 na wanaume wakiwa ni 51.0. Kwa Tanga nzima yenye majimbo 12 ya uchaguzi, waliojiandikisha kupiga kura kwa mwaka huu ni 1,633,039. Kwa hiyo ni wilaya ya Handeni, na Betha ametuahidi kwamba hapa ataendelea kutuletea kadri ya majimbo yote 12. 11 hapa tumeshaona kwa Handeni, na matokeo mengine yatakapokuwa yanazidi kuja utakuwa unashuhudia mabadiliko katika chati yetu hii kwa uchaguzi wa mwaka huu. Na mimi zaidi nilichoona pia ni kwamba hata wagombea wenyewe wanagombea nafasi ile ya urais, kiti cha urais, lakini pia tumemwona yule mwingine kutoka kule Pemba anayegombea nafasi bila shaka ni ya ubunge au ya urais. Tumeona kwamba hata nao wanaridhishwa, yani anaelezea kuhusu kwamba amekutana na hali gani, amependa nini, yani kuonesha kwamba zoezi lilivyo wazi na lilivyo shirikishi zaidi. Na kikubwa
waandishi ambao tumezungumza nao tangu asubuhi, tangu pia kwenye kipindi cha Jambo Tanzania hadi hivi sasa, pamoja na hao wagombea ambao wanajitokeza nao kushiriki katika zoezi zima la kupiga kura, wamesisitiza kwamba hali ya amani na usalama ni nzuri. Kwa hiyo kama uko nyumbani, mtazamaji wa TBC1, unajiuliza nitakuwa salama, kuna ulinzi, kuna usalama, mambo ni shwari kama ambavyo umejionea. Wananchi wanaenda, wanapiga kura na wanarejea majumbani kwao ama kwenye shughuli zao nyingine za kiuchumi. Kwa hiyo usisite, iwapo tu umejiandikisha, una sifa zote za kupiga kura. Hali ya mambo nchini Tanzania katika maeneo yote kama mlivyojionea, maana sisi tunaongea kwa kuonyesha mifano kwenye maeneo, vituo vya kupiga kura, mambo ni shwari. Kwa hiyo usije ukasita ukasema mimi nahofia usalama wangu. Hapana, mambo ni shwari. Una sifa za kupiga kura, hakikisha unajitokeza kutumia haki yako ya msingi na ya kikatiba ya kupiga kura. Na kikubwa pia ni kwamba hata wale ambao bado pia hawajafika vituoni, muhimu ni kuangalia saa yake. Kuangalia saa, hivi sasa saa ngapi? Au kusikiliza radio inaweza kwambia saa hizi ni saa fulani, ili akumbuke kwamba umbali mahali alipo na kituo chake kilipo cha kupiga kura, ili aweze kuwahi kabla haijafika ule muda wa saa 10 ambapo ndio vituo vya kupiga kura vitakuwa vimefungwa. Kwa ni muhimu sana ili kuhakikisha kwamba haki yako ya msingi ya kikatiba ya kidemokrasia angalau huachi kwenda kuitekeleza, kwa sababu kupiga kura ndio kuamua hatima ya maisha yako pia, na sio yako tu pia, lakini pia hata wanaokuhusu, kizazi chako, kwa maana watoto, sijui ndugu zako. Ile kura moja ulioipiga ndio inatuletea huduma bora za afya. Kura moja ambayo nitakuwa nimeipiga kwa diwani wangu, kwa mbunge wangu, ndio ambayo itaweza kuletea pia mabadiliko, maendeleo katika maeneo yangu. Na tusidharau ile kura moja. Mimi naweza kusema wale si watapiga. Kura yako pia ni muhimu, kwa sababu wewe ukienda kupiga na mimi nikaenda kupiga, wanasema kwamba umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu. Gabriel Zakaria. Mtazamaji wa TBC1, tupo katika matangazo haya mbashara ya uchaguzi mkuu 2025, tukikwambia kwamba TBC hatuachi kitu. Tupo katika maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania kuangalia hali halisi inavyokwenda siku hii maalum kabisa ya kupiga kura. Vile vile tunakuonyesha basi wagombea wa kiti cha urais pamoja na wagombea wenza wakiwa wanatumia haki yao ya msingi ya kupiga kura. Basi mapema hii leo mgombea urais wa Zanzibar kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, Dr. Hussein Ali Mwinyi naye alifika katika kituo chake cha kupiga kura akiwa ameongozana na mkewe kwa ajili ya kutumia haki yake ya msingi na ya kikatiba ya kupiga kura. Na ndivyo ambavyo unashuhudia mtazamaji, hivi ndivyo ilivyokuwa hapo mapema hii leo, wakati mgombea wa urais pale Zanzibar kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, Dr. Hussein Ali Mwinyi akitumia haki yake ya msingi na ya kikatiba ya kupiga kura. Nasi tunakuhimiza popote pale ulipo mtazamaji, hakikisha nawe unafika katika kituo ambacho ulijiandikishia na kituo ambacho tayari unajua ndicho ambacho unatakiwa kwenda kupiga kura, uweze kutumia basi haki yako ya msingi kabisa ya kupiga kura, kama ambavyo unamuona mgombea wa kiti cha urais pale Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi, naye akitumia basi haki yake ya msingi ya kupiga kura. Ni zoezi ambalo ni rahisi sana na ni la muda mfupi. Ukifika tu pale kwenye kituo unafuata maelekezo na wasimamizi wa vituo pale ni watu wa karimu, watakuelekeza. Kama wewe ni mwanaume utaambiwa simama hapa, kama wewe ni mwanamke simama hapo. Basi utapewa maelekezo yote na utapiga kura yako. Hakuna mtu anayenyanyaswa, hakuna mtu anayefokewa. Cha muhimu tu ni kuhakikisha kwamba unafuata utaratibu, unafuata maelekezo ambayo unapewa pale katika kituo cha kupiga kura. Na kama una mahitaji maalum, basi mtazamaji, utaangaliwa kwa jicho zuri zaidi. Kama ni mtu mzima huwezi kusimama sana, basi utapewa kipaumbele na utapiga kura yako haraka na utaweza kurejea kama ni nyumbani ama eneo lako la
biashara, basi ndivyo ambavyo hali inakuwa. Ni utaratibu rahisi, utaratibu ambao unaenda kuamua miaka mitano ya taifa la Watanzania. Kwa hakikisha unatumia haki yako ya msingi. Pale tunamuona mgombea urais wa CCM Dr. Hussein Ali Mwinyi pamoja na mkewe wakiwa wamemaliza kutumia haki yao ya msingi na ya kikatiba ya kupiga kura. Na ndivyo ilivyokuwa mapema hii leo pale Zanzibar. Mtazamaji, nasi tunaendelea kukuhimiza uweze kujitokeza na wewe basi ukatumia haki yako ya msingi na ya kikatiba ya kuchagua viongozi ambao unawataka wakuongoze katika kipindi kingine cha miaka mitano. Hapa Tanzania bara tunachagua viongozi katika ngazi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini vile vile na madiwani. Kwa upande wa Zanzibar, wao wanapiga kura ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini vile vile rais wa Zanzibar, wawakilishi, wabunge pamoja na madiwani. La leo ndio 29 Oktoba. Kujirejea tena hii ni baada ya miaka mitano. Kwa hiyo nakuhimiza sana wewe ambaye umejiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura na una sifa zote za kupiga kura, una kitambulisho. Kama kitambulisho chako pengine kile cha kupiga kura kwa maana moja ama nyingine hujui kilipo au umekisahau sehemu fulani, na una vitambulisho vingine kama kitambulisho cha taifa kile cha NIDA, wengi tumezoea kusema kitambulisho cha NIDA. Kama una kitambulisho cha NIDA unaweza kwenda nacho pale ukapiga kura yako, lakini cha muhimu yale majina ambayo yako kwenye daftari la kudumu la kupiga kura yaendane na kitambulisho chako cha taifa. Lakini kama una leseni ya udereva, hiyo nayo pia unaruhusiwa kuitumia kupiga kura kama kile kitambulisho chako cha kupiga kura hujui ulipokiweka. Lakini vile vile hati ya kusafiria tumezoea kuita passport. Kama unayo passport yako basi na hii nayo unaweza kuitumia na ukapata basi fursa ya kupiga kura. Cha msingi na cha muhimu ni majina ambayo ulijiandikisha kwenye daftari la kudumu la kupiga kura yaweze kufanana na kitambulisho hicho mbadala ambacho utaenda kukitumia katika zoezi la kupiga kura. Naelezwa kwamba Henry Mabumo naye yuko katika moja ya vituo vya kupiga kura. Henry Mabumo, karibu uweze kutujuza uko wapi na nini ambacho kinaendelea hapo. Asante sana studio zetu hapo Mikocheni jijini Dar es Salaam. Hapa niko katika wilaya ya Bunda katika shule ya msingi Kabalimi ambapo kuna vituo takriban 7 vya watu kuweza kujitokeza kupiga kura. Kama ambavyo unaweza kujionea ni kwamba watu wamefika hapa, wengine wako katika mstari kama ambavyo wanaonekana. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara mzee Steven Masatu Wasila kama anavyoonekana, na yeye yuko katika mstari wa kwenda kupiga kura, na wengine wakiwa wanahakiki majina yao kama ili waweze kupata fursa ya kutimiza haki yao ya kikatiba ya kupiga kura, kwa maana ya kuchagua kiti, nafasi ya urais pamoja ya ubunge sambamba na udiwani. Na hapa mwitikio wa watu asubuhi hii ndio kama ambavyo hivi unaona sasa. Watu wamejitokeza na wako katika mstari na wanaendelea kupiga kura, na nimejaribu kuzungumza na watu ambao wamejitokeza katika vituo hivi ili kuweza kuzungumza namna ambavyo wanaona toka wamefika hapa, walivyopokelewa, namna walivyopiga kura, na sasa wamehitimisha zoezi la kupiga kura, wanarudi majumbani wakiwa tayari kusikiliza matokeo kama